Kuambia tu population ya tarafa la Fizi na tarafa la Uvira ni tuwe na ushikamano mmoja. Taarifa zinakuwa nyingi sana za mambo ya ubaguzi, kwa hiyo tuachane na mambo ya ubaguzi. Sote ni Wakongomani, tuishi kwa umoja na usalama. Mfulero ameshaoea katika nyumba ya Wabembe, Wabembe wameoea Wafulero, Wafulero wameoea Wanyindu, Wanyindu wameoea Wabembe, Wabembe wameoea, yani kila mtu tayari tumesha kuwa na familia na tumeunga kwa pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, huo upendo ungekuwa vizuri uendelee. Mambo ya ukabila tungeachana nayo, ya kusema sisi ndoa fulani, sisi ndoa hivi na sisi ndoa hivi. Kiukweli ni jambo ambalo linasikitisha sana na linaleta huzuni, na hilo ndo linamfanya adui kupata nguvu moja kwa moja kuja kuanza kuchukua maeneo, kwa sababu hatupatani. Na hapo ndipo wanapata nafasi ya kuanza kufanya magawanyo na kuanza kuweka pesa nyingi, kwa sababu tayari hatuelewani. Kwa hiyo inaweza kuwa vizuri ndugu zangu, tuelewane, tuwe pamoja, tushirikiane, tusimame pamoja, tusimame kidete, imradi tuangalie namna gani gisi tunaweza tukasonga mbele kwa hatua hii ambayo tuko nayo. Hakuna mtu ambaye asiyekuwa Mkongomani anaendelea kuwa na jambo la ubaguzi. Ubaguzi ni kitu kimoja kibaya, ni vita vikubwa sana mambo ya ubaguzi, kubagua mtu mwingine ambaye unajua ni Mkongomani halisi wa baba na mama, alafu tu tunabaguana sisi kwa sisi, ni kitu ambacho kinaleta vita kubwa na maangamizo yanatokea zaidi katika mambo ya ubaguzi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nije tu kusema kwa haraka haraka kabla sijakuja kuwapatia taarifa rasmi ya vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo. Basi tutakuja kukuambia mambo yote ambayo yanaendelea huko Kavumu, mambo yanaendelea kwa plateau, milima mirefu ya Uvira. Kwa hiyo tutakuja kuambia vita vinavyoendelea huko Fizi, maeneo ya Minembwe, tutakuja kuambia yote. Kwa hiyo natumaini mlikuwa mmeshatukumbuka sana kwa taarifa zetu, lakini pia sambaza audio hii kwa watu wengine. Tarehe 20 nilikuwa nikizungumza kwa YouTube itakuwa naanza kufanya kazi kama kawaida, lakini kulingana tu na changamoto ambazo bado tunaendelea kukumbana nazo, kuna vitu ambavyo tumevikosa vya kutengeneza sauti ya kupandisha huko kwenye YouTube ili sauti ziwe zinatoka vizuri. Kwa hiyo tupo katika jitihada. Kwa yote yule ambaye anaweza kuwa na mchango wake, anaweza kuwa na kitu chochote ambacho anaweza kutusaidia, basi anaweza akatusaidia kupitia namba zetu hizo ambazo ziko hapo juu, ili hii sauti au masauti za waandishi wetu wote ziwe zinatoka vizuri, kwa sababu tayari tumeweka watu popote pale na kila mtu atakuwa anatuma taarifa zake kwa muda ambao utakaopangiliwa. Hivyo tu ndo nilitaka niwaambie ndugu zangu, na ndio maana mliona watu hawajatufuata YouTube na hawajaona video yoyote au taarifa yoyote kwenye mtandao wetu wa YouTube. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zangu, atakayekuwa na mchango basi anaweza akatukontakte moja kwa moja, ili tupate hivyo vyombo vinaweza vikasaidia kwa sauti zaidi. Tuwe pia tuwe na image nzuri, tuwe pia na sauti ambayo itakuwa inasikika vizuri, isiyokuwa inakerakera na isiyokuwa sauti ambayo haijatengenezwa ndani ya kompyuta. Basi hiyo tu ndo nitaka niwaambie ndugu zangu, mambo ya ubaguzi tuyatupilie mbali, kwa sababu tayari tumeanza kubaguana. Mbembe hawezi kusalimiana na Mfulero, Mfulero hawezi kusalimiana na Mbembe, Mfulero hawezi kusalimiana na Mnyindu. Mambo yanakuwa makubwa na wengine kujionyesha sisi ndo sisi ndo hivi, sisi ndo tunaweza. Hakuna mtu ambaye anaweza akashindwa, anaweza akaweza kuzidia Mwenyezi Mungu. Mungu peke yake ndo muweza wa kila kitu, wa jambo, yani wa majambo yote katika dunia nzima na popote pale, kwa sababu ni yeye ndiye aliyetuumba sisi, na ni yeye ndo ana uwezo wa kujua kila hali ya mtu yoyote yule ambaye alikwenda kumuumba. Kwa hiyo tuachane na mambo ya ubaguzi, tushikamane kwa pamoja ili tushinde hivi vita. Tusipokuwa pamoja, tutakapoingiza matengano, tutapata udhaifu na vita hivi tutashindwa kuviendeleza mbele. Sambaza hii audio kwa watu wengine wapate kuelewa ni kitu gani kinaendelea, basi itakuwa ni vizuri. Usikose kutukontakte, namba zetu ziko hapo juu. Tuandikie ukiwa na swali yoyote, ukiwa na pendekezo, ukiwa na haja ya kuongea, basi kuna muda utaongea na utasikika. Asanteni sana. Kuna watu wameniuliza juu ya frontier, tutakuja kuizungumzia baadaye. Hatuwezi tukachanga kila kitu kwenye hii audio kuhusu frontier ya Burundi na Kongo, munjia ya Kavimvira
na Gatumba, tutakuja kuwazungumzia ni kitu gani kinaendelea. Asanteni sana ndugu zangu, tuko pamoja na tuzidi kuombeana magonjwa yasitupate, magonjwa tuyatupilie mbali kabisa. Asante sana na usikilivu mwema.